Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuzungumza na wewe kijana, wewe mama, wewe baba ambaye umefikia mahali unaona kwamba Mungu amemalizana na wewe. Ninataka nikwambie siku ya leo ya kwamba Mungu bado hajamalizana na wewe. Yeye Mungu aliyeumba mbingu na nchi, yeye ndiye asili yako. Yeye ndiye asili ya roho zote. Na kwa sababu yeye ndiye asili ya roho zote, hata wewe maisha yako mikononi mwake. Yeye ndiye aliyekuumba, na kama Mungu alikuumba basi anajua mwanzo wako na mwisho wako. Anajua yale yote unayoyapitia. Ukisoma katika Biblia katika kitabu cha Zaburi ya 139 mstari wa 13 na 14, Daudi anatueleza kwamba yeye Mungu alimuumba akiwa tumboni kwa mama yake. Yeye Mungu alimtengeneza. Yeye Mungu alimfinyanga akiwa ndani ya tumbo, na kutoka kwake kwenye tumbo la mama yake yeye Mungu alijua. Hii inatuonyesha kwamba mwanadamu yoyote ambaye amezaliwa hapa duniani hakutokea tu kwa bahati mbaya. Hapana. Mungu yeye alikuumba kwenye tumbo la mamako. Yeye alijua umeishi ndani ya miezi 9. Yeye alijua kukua kwako, kuongezeka kwako mpaka siku unazaliwa. Na mpaka unazaliwa hapa duniani ni ushindi mkubwa kwenye dunia hii. Wewe ulishindana na wengi, ndio maana ukaweza kutoka kwenye tumbo la mama yako ukiwa salama. Na kama uliweza kutoka salama, basi fahamu ya kwamba Mungu anakusudi na wewe hapa duniani. Kwa haijalishi mazingira yanaonekana ni magumu kwako, haijalishi unapitia kwenye mazingira magumu kwenye ndoa yako, kwenye uchumi wako, kwenye familia yako, kwenye maisha yako, kwenye elimu yako, niko hapa kukwambia kwamba bado Mungu hajamalizana na wewe. Siku zote lazima uelewe kwamba ili dhahabu ing'ae lazima ipite ndani ya moto, na kupita ndani ya moto hakujawahi kuwa kwepesi. Kwa hiyo majaribu unayoyapitia, chochote ambacho unakipitia ni changamoto ya maisha, jua ya kwamba Mungu hajawahi kukuacha wala hajawahi kukusahau. Mungu anakumbuka watu wake. Mungu anakufahamu. Mungu anajua unayoyapitia. Cha msingi na kwamba nipo hapa nikwambie usikate tamaa. Biblia imesema kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana huokoa nayo yote. Kwa kama umefika mahali pa kukata tamaa, niko kukutia moyo kwamba usikate tamaa. Bado Mungu hajamalizana nawe. Bado Mungu ana makusudi makubwa na maisha yako. Songa mbele, jitie nguvu, amka, uinuke. Niko mahali kumtia moyo mtu ambaye moyo wake, nafsi yake imeinama. Ninakutia moyo kwamba nafsi yako itie nguvu na uinuke, usonge mbele, jikumute mavumbi. Hata kama unaona kwamba mwingine unajiona kwamba una dhambi sana, labda unakosea kwa Mungu, hapana. Siku zote hata kama unapitia katika hali unaona kwamba wewe ni mwenye dhambi, ni mtenda dhambi au ni fanya maovu, kamwe usijaribu kumkimbia Mungu. Mungu alimtuma Yesu Kristo aje duniani ni kwa ajili ya kuokoa kile kilichopotea. Kwa hata kama unapitia katika hali ya dhambi, siku zote usimkimbie Mungu, mkimbilie Mungu. Kwa sababu ukimkimbilia Mungu, Mungu ndiye wa rehema na huruma. Ukimkimbia Mungu unaenda kuangamia, na hautaweza kufanikiwa kurudi kwa Mungu siku utakapoondoka hapa duniani. Maana kuna maisha baada hapa duniani, kuna uzima wa milele. Sasa inategemea umilele wako unaenda wapi, itategemea uishi kwa namna gani hapa duniani. Kwa nipo hapa kukuambia kwamba usikate tamaa. Kama unaona kwamba una dhambi na kusumbua, usimkimbie Mungu, mkimbilie Mungu, kwa sababu Mungu ni wa rehema. Yeye Mungu anasamehe. Anasema kwamba akisamehe anasahau dhambi zote na anaziweka mbali na sisi kama vile magharibi na mashariki ilivyo mbali. Akikusamehe uovu wako, akusamehe dhambi, anasahau kabisa. Anasema kwamba dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama bendera. Kwa hiyo wewe ambao unanitazama, wewe ambao umekutana na ujumbe huu, ninakutia moyo kwamba Mungu hajamalizana na wewe. Mungu bado anakupenda. Mungu anakuwazia yaliyo mazuri. Amesema katika kitabu cha Yeremia kwamba ninajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani, ni mawazo ya kukupa tumaini siku zako za usoni. Kwa hiyo hata kama unaona kuna magumu unayopitia, bado Mungu anakuwazia yaliyo mema. Huo ni mchakato tu. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kufanikiwa duniani. Hakuna mtu anaweza kupata baraka za Mungu hapa duniani pasipo kupitia kwenye mchakato. Huo ni mchakato.
kubali mchakato na muamini Mungu ya kwamba yuko pamoja na wewe. Muite Mungu. Biblia inasema kwamba mtafute Bwana maadamu anapatikana. Muite maana yeye yuko karibu. Na zaidi sana Biblia inasema kwamba yeye Mungu anawapa walio hodari msaada. Kwa hiyo ukimuita Mungu, ukimtumainia Mungu katika hali unayopitia, bado Mungu ana msaada kwa ajili yako. Atakutia nguvu, atakuinua. Aliwainua kina Daudi wakati wakipitia katika magumu. Mungu alimpaka mafuta Daudi kwamba awe ni mfalme juu ya taifa la Israeli, lakini baada ya kumpaka mafuta hatukumuona Daudi akienda kuketi kwenye kiti cha ufalme. Matokeo yake alirudi kwenda kuchunga kondoo za baba yake. Kuna mtu mmoja unanitazama usema, mimi nimesikia sauti ya Mungu. Mungu nimesikia amenibariki, ameniita kwamba mimi nimtumikie, mimi niwe mtu mkubwa. Lakini mbona haya ambayo Mungu ameyazungumza mbona sioni yakitokea? Nipo hapa kuambia kwamba hata Daudi ilibidi Mungu ampitishe kwenye mchakato. Amepakwa mafuta kuwa mfalme, lakini hajawahi kuishi kwenye mazingira ya kifalme. Yeye amekutwa akiwa anachunga kondoo. Kwa hiyo ilibidi Mungu amtengenezee mazingira ya yeye kumpeleka kwanza ikulu ajifunze kwa habari ya ufalme. Kwa hiyo ilikuwa ni mchakato, ilikuwa ni darasa la Mungu. Siku zote Mungu akimuita mtu, atakuita, lakini baada ya kukuita atakupeleka kwenye darasa, atakupeleka kwenye shule ujifunze utembea na huyo Mungu, ujifunze kwa habari hicho kitu ambacho amekiweka ndani yako, kwa sababu baraka ya Mungu inapokuja usipojua namna ya kuibeba yaweza ikakupeleka mbali na Mungu. Ninaongea na wewe ambaye yamkini unapitia mazingira. Mungu yuko pamoja na wewe. Ninakutamkia kwamba nguvu ya Mungu ikawe pamoja na wewe. Nafsi yako ambayo inakata tamaa ukapokee tena kuuishwa, ukauishwe tena kwa upya. Pokea nguvu ya kuuishwa, ukauishwe kwa upya. Nafsi iliyoinama ninainua katika jina la Yesu, na amuru uinuke. Wewe mama ambao unapitia magumu kwenye ndoa yako, ninakutamkia ukawe na wepesi kwenye haya ambao unayoyapitia. Ni mchakato tu, yatafika mwisho. Kuna jambo ambalo lina mwanzo lisiokuwa la mwisho. Wewe ambao unasema mimi nimefika mahali, mimi watoto wangu siwaelewi, ni walevi, watoto wangu wanatumia madawa kulevya, ninakutia moyo kwamba hao ambao unaona ni watoto wako usiwakatie tamaa. Walitoka kwa Mungu wakiwa wazuri, wanazo hatima kubwa, lakini adui anapambana na watu siku zote ambao ni wakuu. Siku zote shetani hapigi kitu debe tupu, anatafuta ambacho ni cha thamani, anatafuta kuharibu. Kwa hiyo na wewe mama unapofika mahali na wakatie tamaa watoto wako, unampa uhalali wa adui kuendelea kutawala kwa watoto wako. Hivyo ninakusi uinuke, endelea kupambana. Mungu ataonekana kwa watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao unasema mimi napitia vita nyingi sana, ninapitia mateso mengi sana, ujue ya kwamba wewe ni mtu mkuu. Shetani siku zote hapigi kitu ambacho hakina uthamani, hapigi debe tu. Wewe ni tishio kwenye ufalme wa giza, ndio maana wanaleta vita kubwa sana kwenye maisha yako. Hivyo wewe jitie moyo, wewe ni zaidi ya jeshi. Ukiwa na Mungu, ukimwamini Mungu, yeye Mungu anakupa msaada. Wako malaika wako tayari kukusaidia. Ninakutamkia uwepesi kwenye mchakato wa Mungu ambao anakupitia. Biblia inasema kwamba hujapopita katika moto hautakuteketeza, hujapopita kwenye maji mengi hayatakugarikisha. Pokea neema ya kushinda katika yote ambayo unayoyapitia. Mtihani ambao umekuja kwako, mapito ambayo unayoyapitia, changamoto unazozipitia, Mungu aliona ni saizi yako, ndio maana karuhusu. Mungu siku zote hawezi kuruhusu jaribu ambazo hajakupima kwamba una uwezo nao. Wewe pokea nguvu ya Mungu ya kuweza kushinda katika hayo unayoyapitia. Ninakutamkia ushindi kwenye maisha yako, ninakutamkia ushindi kwenye biashara zako, ninakutamkia ushindi kwenye huduma yako, ninakutamkia ushindi kwenye ndoa yako, ninakutamkia ushindi kwenye malezi, ninakutamkia ushindi kwenye shule yako katika jina la Yesu. Mimi ninaitwa Prophetess Josiane Godfrey wa Mito ya Furaha. Ninakukaribisha sana ujiunge pamoja na sisi. Sisi tunapatikana Chanika, Dar es Salaam, na ibada zetu ni siku ya Jumatano saa 10:30, Jumapili ni kuanzia saa 9, na Jumamosi ni siku ya maombi. Pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Instagram, kwenye Facebook na hata kwenye YouTube. Mungu akubariki sana. Shalom shalom.